Karibu katika kipindi chetu cha maisha ndani ya Tanzania na Steven Siga anaelezea maisha ya Tanzania jinsi yalivyoishi kutoka South Africa, na tulishia pale jamaa alipokufa. Umetoa habari pia. Tuendelee Siga. Lakini msisahau vile kusubscribe na kutusupport katika channel yetu. Lakini naendelea tena pale nilipoishia pale jamaa, ambapo yeye ni kwa mara ya pili alirudi tena katika eneo husika, eneo la tukio ambalo mara kwanza alikwenda na mimi Steven Siga kama unakumbuka katika historia yetu, lakini mara ya pili pia alikuja kunishauri ili tuelekee katika maeneo yale. Lakini mimi kama nilivyoelezea nilikuwa na kazi ya kupakua mkaa katika lori. Kwa hiyo kutokana na sababu hiyo Mwenyezi Mungu aliniokoa, na badala hapo ina maana ni ilikuwa usiku, ina maana ni kwa sababu ya usiku. Kwa hiyo asubuhi ndo tulipata habari kwamba ndugu yetu ambaye alikuwa ndo kiongozi ambaye anaongoza kule, ni bwana mdogo tu, kusema kweli ni mdogo sana, lakini ndo vile tunamuita kiongozi kwa sababu yeye ndo alikopo mastermind. Kwa hiyo mastermind tulipoletewa habari kama amefariki, kwa kweli tulimshukuru Mwenyezi Mungu, tukahudhuria kwenye msiba, tukamzika, tukamlaza mahali pema, na Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi. Amen. Kwa hiyo tunaendelea. Baada ya hapo kweli tulirudi katika mazingira ambayo tunaoishi, ambayo mazingira tulikuwa tunaishi ni mazingira magumu sana. Na kama mazingira magumu, ina maana sisi tulikuwa tunalala kwa mtu ambaye ni muuzaji wa madawa. Kwa hiyo kama ni muuzaji wa madawa, tulikuwa tunalala kwenye banda la mbuzi. Unajua kwenye banda la mbuzi wamekaa kwa hapo pembeni, sisi tumekaa kwa hapa pembeni. Lakini kwa sababu ya utumiaji wa madawa ya kulevya unakuwa ujali, hata kama ukichanganywa na nguruwe unaweza ukakaa naye nguruwe. Lakini kwa kweli ni mazingira magumu sana, kwa sababu huwezi ukaamini, is unbelievable story. Kwa hiyo katika mazingira yale vile kwa sababu mzungu yeye ndio muuzaji wa madawa ya kulevya, yeye analala mwenzetu sehemu nzuri, nyumba nzuri, kila kitu kizuri. Lakini sisi ambao tunahangaika tunatafuta fedha ni watu ambao mara nyingi tunathamini sana kwenye utumiaji wa madawa ya kulevya bila kuthamini afya zetu sisi wenyewe. Kwa hiyo alikuwa mazingira magumu sana. Wewe hebu jifikirie, just imagine kwamba mtu unalala na mbuzi kwenye banda moja. Kwa sababu gani ulale na mbuzi? Wewe umeshawahi kulala na mbuzi kwenye banda moja? Nafikiri utakuwa hujawahi sema. Lakini kwa mtu ambaye anayetumia madawa ya kulevya kwake inakuwa ni kawaida, alafu sio changamoto, kwa sababu anachukulia ile easy tu. Unajua kama unatumia madawa ya kulevya lazima wewe unachukulia easy. Kwa hiyo mimi hapa nilikuwa nawaomba kwanza ndugu zangu ambao mnaotumia madawa ya kulevya, kwanza jifikirieni. Na mimi wakati ule nilikuwa sijajifikiria, lakini namshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, namshukuru Mungu kwa sababu kule sasa hivi nimeapa kwamba sitaki kurudi tena nyuma kutokana na mazingira niliyopitia. Okay, tunaendelea. Hapo kama itoshi, tukiwa tumelala asubuhi huwa mara nyingi sana tunaamka, na tukiamka kwa kweli huwa tunaenda kwa muuzaji wa madawa. Kwa hiyo tunapokwenda kwa muuzaji wa madawa mara nyingi huwa anatupa ofa, lakini ofa zake huwa hazizidi zaidi ya 3. Kwa hiyo siku hiyo mimi nilipoamka bwana Steven Siga nilichelewa kuamka, na kama unavyojua mateja jinsi walivyo au walaibu jinsi walivyo, kwa kweli huwa wanakuwa kwenye attention sana pale ambapo wanaelewa kwamba pale kuna kitu cha bure. Kwa hiyo siku hiyo mimi Steven Siga nilitanguliwa na wenzangu 3 ambao walikuwa tayari wameshachukua ile ofa ya kete 3 ambazo huwa zinatolewa free kila siku asubuhi. Sasa basi na mimi kama kawaida yangu nilipoamka, maumivu makali, unyong'onyo, machozi, joint zote hazina nguvu, hatua hapa na pale, siwezi miguu kama nimebeba mawe. Ina maana kila nikivuta mguu hauendi, unakwenda lakini kwa shida sana. Kwa hiyo hapo Steven Siga kwa kweli nilienda kwa mzungu na nilivyomuelezea, na yeye alitoa sababu kwamba tayari ameshatoa zile ambazo ofa ambazo huwa anazitoa. Na vile aliponiambia hivyo mimi nilimbembeleza sana. Unajua nilikuwa sijakata tamaa, kwa sababu nilikuwa najua kwamba anaweza akanisaidia au akanikopesha. Lakini mzungu
alisema no, siwezi kwa sababu nimeshatoa ofa, kwa hiyo nikizidisha ofa nitapata hasara kama unavyojua dealing. Kwa hiyo Steven Siga pale nilichukua uamuzi ambao uamuzi ulikuwa sio sahihi, maana wakati huo nilikuwa kweli yani na mimi akili zangu zilikuwa very fucked up, yani nilikuwa sio mtu ninayejielewa, yani nilikuwa nachukua maamuzi ya haraka sana ili kupata mahitaji yangu kutokana na maumivu ambayo yapo ndani ya mwili wangu. Huwa kwa kweli siwezi kuvumilia, yani kwa uvumilivu huwa siwezi. Kwa hiyo pale nilichukua hatua moja ambayo hatua sio sahihi, lakini kutokana na historia ya kweli inabidi nihadithie ili kusudi watu hata wale ambao walikuwepo walishuhudia wajue ni kweli huyu anachokiongea ni kweli. Kwa kweli nilimove, lakini katika kumove kwangu Steven Siga kama kawaida, yani nipo katika timing na kuangalia huku na huku wapi ambapo nitapata ili kusudi na mimi nirudi niweze kuja kujipatia kile ambacho kinaweza kikaniponyesha, na maanisha madawa, yani dawa ambayo yani nikiwa nikipata moja ndo napata ile uafadhali wa kuendelea kuishi, uafadhali wa kuendelea kufikiria. Maana bila kupata madawa kwa kweli haufikirii pasavyo, na hata ukiyapata vile vile kwa mimi kwa mtazamo wangu kwa sasa hivi vile vile unakuwa haufikirii ujipasavyo, yani vyote ni nothing, yani hakuna kitu. Kwa hiyo nilichukua hatua moja ambayo kwa kweli hiyo hatua nilienda mpaka sehemu moja hivi kwenye nyumba moja ambayo kwa kweli hiyo nyumba siku hiyo lilitokea tukio la ajabu bwana. Lakini hilo tukio yani kwa kweli hata mimi maishani huaga najiuliza hivi ni kwa nini. Nikawa najiuliza kwa nini nilifanya vile, lakini ndo nilifanya ndo imeshatokea. Kama wanavyosema Waswahili, maji yakimwagika hayazoleki. Kwa hiyo siku hiyo nilitoka kutoka kwa mzungu mpaka mtaa wa 4, ambapo mtaa wa 4 kwa kweli timing ilikuwa sehemu ambayo niliingia nilikuwa nia na mazumuni yangu nikiingia ndani kwenye nyumba ambapo ni ukumbini. Nia yangu mimi mwenyewe nilikuwa nimelifuata lile jaba lile. Unajua jaba kubwa ile? Jaba ya maji. Yale majaba ya maji yale makubwa yale. Yale si unajua yanauzwa 30,000 yale. Kwa hiyo lile jaba ndo nililifuata rasmi kwamba lile jaba endapo nitakapolipata ina maana nitapata kiasi cha fedha ambacho kitanipelekea mimi kupata mahitaji yangu ya madawa ya kulevya katika maisha haya ya bongo ambayo nasimulia. Lakini hapo vile vile sikufikiria kwamba je, jaba litakuwa tupu, litakuwa halina maji au litakuwa lina maji. Ila kutokana na akili ya kiteja nilikuwa mimi mwenyewe nimejipa 100% au 99% kwamba jaba halina maji. Kwa hiyo kwa kweli ilikuwa majira kama saa ngapi? Ilikuwa majira ya kama saa 4 hivi, saa 5 usiku. Ilikuwa usiku. Hebu ngoja nikumbuke. Ilikuwa majira saa 2 usiku saa 2 usiku, nishakumbuka vizuri. Kwa hiyo majira saa 2 usiku watu si unajua huaga wanaangalia vipindi vya kwenye tamthilia, na kama wanaangalia vipindi vya kwenye tamthilia, yani kwa kweli mimi ndio huaga nilikuwa nachukua sana advantage pale. Kwa hiyo yani hata wananchi wenyewe nawaelekeza sasa hivi kama mnaangalia tamthilia mnakuwa makini kidogo, kwa sababu unajua too much mind too much clever, wakati mwingine mtu anakuoverlap kama hii historia yangu. Kwa hiyo pale mimi nilipoona kwamba watu wanaangalia tamthilia, nyumba kubwa tu ambayo hiyo nyumba nilipoiangalia kwa haraka kila upande wa kulia kuna chumba na kila upande wa kushoto kulikuwa na chumba. Lakini hapo vile vile ukumbini, si wajua nyumba za kupanga za Kiswahili, ukumbini kulikuwa ina maana hakuna mtu. Kwa hiyo mimi mwenyewe nilichukua advantage kwamba endapo atatokea mtu ghafla nitadepend kama kuna mtu namuulizia. Lakini hapo vile vile driving force, madawa jinsi yanaponiendesha yananiforce kwamba niende bila kujali kwamba athari zake zitakazotokea. Ukweli nilijikuta nipo katika maeneo ya jaba, ambapo sehemu nilipofika katika jaba nilivyofunua mfuniko wa jaba. Kwanza kabla sijafunua nilinyanyua jaba na kugundua kwamba lina maji, limejaa maji. Kwa hiyo jaba baada ya kujaa maji niligundua kwamba ili jaba hili lina maji. Lakini hapo vile vile nilipogundua kama jaba lina maji, ila sasa jaba baada ya kugundua kwamba lina maji, ina maana pale pembeni kulikuwa na sufuria kubwa, sufuria ile mikubwa ile. Sufuria mikubwa. Ina maana ile sufuria kubwa ile niliona kwa haraka sana kwamba ile sufuria ile kwa kweli itanipatia kipato cha kwenda kupata
kile ambacho ninachokihitaji ambacho ni madawa ya kulevya. Kwa hiyo ilibidi niibebe ile sufuria, lakini kabla sijaibeba sijafunua kwanza, kabla yani sijachunguza ndani ya sufuria kuna nini. Lakini hapo vile vile mimi nilikuwa najua sufuria labda iko kama sufuria au labda sufuria zimeambatana sufuria kwa sufuria, umeona? Kwa hiyo ile sufuria mimi niliibeba, na katika kuibeba nilitoka nayo, lakini katika kutoka nayo nilipiga hatua 2-3, kweli nikatoka salama. Lakini katika kutoka salama mbele sasa, wakati ndo na mimi mawazo yangu mimi mwenyewe nikawa najua ndani kuna sufuria labda zimedouble. Kwa hiyo nikawa najua ndani kuna sufuria nyingine, lakini sasa ndio maana hapa unaniona nataka kucheka. Inabidi nicheke kwa sababu nilichokikuta bwana ndani nimekuta maandazi kwenye sufuria. Kwenye sufuria nimekuta maandazi ya moto. Unajua maandazi ya moto? Alo, kwa kweli yani nilisikitika, pamoja na kuwa nacheka. Mwenyezi Mungu anisamee. Unafikiri? Mwenyezi Mungu anisamee sana. Nilikuta maandazi bwana. Mtaji wote ushachukua. Mtaji wote nimechukua, afu nikawa nafikiria huyu mama kahangaika kwenda kununua ngano, kanunua mila, kakanda maandazi yake, alafu mafuta, alafu kakaa kwenye moto kanunua mkaa, unajua? Yani kwa kweli hata pamoja na kuwa nilikuwa na roast, yani nilikuwa natamani kwamba yale maandazi niyarudishe. Umeona? Yani nilichokuwa natamani ukweli kabisa mbele ya Mwenyezi Mungu ni kwamba maandazi niyarudishe, ila nibaki na ile sufuria ili mradi nikaliuze nipate hela ya kuvutia madawa ya kulevya. Lakini sasa vile vile nikawa najifikiria, ndio huruma inanijia kwa kile nilichokifanya. Ila je, nitairudishaje sasa? Nitarudishaje yale maandazi maeneo yale nilipoyachukua? Ina maana yani ni kama nachezea moto au nachezea shilingi katika dimbwi la choo. Kwa hiyo pale nilishindwa kurudisha maandazi, na matokeo yake niliondoka nayo. Lakini nilipofika mbele nikakutana na mwingine ambaye alikuwa mraibu, ambaye mraibu nilipokutana naye nilimwambia atafute mfuko wa shilingi 200, mfuko mkubwa. Kwa hiyo jamaa alipotafuta mfuko ule wa shilingi 200, ilibidi mimi yale maandazi yote nikayadischarge, nikampa jamaa kwenye mfuko akayaweka. Jamaa akarudi paka mule ndani ambapo tulikuwa tunaishi kwa mzungu, ambapo ndio tulipokuwa tunaishi, ndio maskani, na ndio tulikuwa naishi pamoja na mbuzi. Kwa hiyo mimi niliondoka moja kwa moja na sufuria likiwa empty, halina hata andazi moja. Lakini sasa angalia kilichotokea, maajabu ya Mwenyezi Mungu. Lile sufuria lile nilivyoenda nalo kule juu, sasa mimi kwa sababu kule si nilikuwa mgeni, kwa hiyo kule nilipoenda juu nako vile vile kuna mtu ambaye anauza madawa kulevya, ambaye yani yeye naye vile vile anakaa na wazazi wake. Lakini mzazi wake na yeye alikuwa anapenda sana kununua vitu kutoka kwa watumiaji wa madawa kulevya, na maanisha walaibu. Kwa hiyo nilipofika, mama kweli alikubali kunipatia shilingi ngapi? 12,000 ya Kitanzania, ambayo yani kwa kweli kwa 12,000 ina maana nipiga mahesabu 12 kete kule walikuwa wanauza 2,500 kete moja. Ina maana hapa kama kete 5 kete 10 na ngapi? 10 hazifiki. 10 hazifiki, kitu kama kete 4 hivi. Shilingi 20,000. 2,500. 12,000. 12,000. Mimi 22. 12,000 ilikuwa ya kawaida tu ya kilo 5. Kwa hiyo sasa sufuria mama alivyoinunua, kumbe huku mimi nauza sufuria, lakini wakati huo mama naye anasema hana keshi, atanipatia madawa ya kulevya na kiasi cha fedha ambacho nakumbuka ilikuwa kama shilingi 2,000, ambayo yani ilikuwa ndo naenda kunywa chai kufanya tumbo liwe la moto. Lakini hapo vile vile huku nyuma watu walikuwa wameshashtuka kwamba sufuria lao la maandazi yalipo. Kwa hiyo wale watu waliposhtuka wakagundua kwamba hawa watakuwa ni wale watu ambao wanatumia madawa kulevya, ambao wanakaa kwenye mtaa wa 3, maana ilikuwa sio mbali kutoka pale. Na hiyo yote ilinipelekea kutokana na mzungu baada ya kukataa kunikabidhi kete moja. Kwa hiyo asila na ghadhabu na maamuzi yasiyo sahihi, nimejikuta nafanya hivyo. Kwa kweli narudia tena, Mwenyezi Mungu anisamee kwa hilo, kwa sababu my attention ilikuwa sio hivyo, lakini ndio kitu kimeshatokea. Kama gari inapoingia katika mtalo na kudondoka au accident inapotokea. Kwa hiyo jamaa walipokuja hadi maeneo ambayo tulikuwa sisi huwa tunatumia madawa kulevya, walimkuta yule kijana ambaye nilimwambia akachukue mfuko, alikuwa yeye sasa anayauza. Lakini maandazi. Lakini mimi sikumwambia kwamba akayauze. Hapana, mimi nilimwambia bwana, hii bwana itakuwa riski, kama vipi kama kuna kwa na mtu ana njaa basi tutatafuta vikombe vya chai tutakula. Lakini mwenzangu akaona maandazi ni mengi sana na hawezi akagawa bure.
Kwa hiyo yeye wakamkuta anayauza yale maandazi. Imagine watu wanakuta maandazi yao yanauzwa, alafu wameshafikiria kwamba tukienda pale ndo tutakamata. Kwa hiyo jamaa walimkunja, lakini baada ya kumkunja wakaanza kumpa vitasa, piga vitasa viwili vitatu. Jamaa akanyosha maelezo, akasema bwana, mimi sio mimi niliochukua maandazi, aliochukua maandazi ni Steven Siga. Kwa hiyo Steven Siga nikawa nasubiriwa kwa hamu sana. Yaani na maana bonge la targeti, na hata kama nimechukua sehemu nyingine madawa, ni lazima nije kuvuta mule, ni lazima. Kwa hiyo watu wakawagaia uhakika wale vijana, na vijana walikuwa wengi kusema kweli. Walikuwa wengi, yani uwezi ukawashinda. Lakini hapo pia Steven Siga wakati narudi, ila nilikuwa nafikiria kwamba jambo nilolifanya sio zuri, sio jambo la kufurahisha, ila isipokuwa tu huwa wakati mwingine tunafurahi ile naturally, lakini sio jambo la kufurahisha, ni jambo la kuhuzunisha kwa sababu haijawahi kutokea. Lakini hapo pia wakati narudi sasa, wakati naingia katika yadi, maana jamaa bwana kwao walikuwa na yadi kubwa, nyumba yao ipo katikati. Kwa hiyo wakati naingia kwenye yadi kubwa, kumbe nyumba ilikuwa imeshazungukwa na vijana wengi, ambapo watu walikuwa wanahofia kwamba Steven Siga endapo watakuja watu wawili au watatu anaweza akawashinda nguvu. Lakini hapo na wao wenyewe waliweka defense force kwamba hata kama akitokea Steven Siga nisiweze kushinda. Na ndivyo ilivyokuwa. Kweli nilipoingia katika yadi, nimefungua geti, nimeingia ndani, maana kulikuwa na mageti mawili. Geti la kwanza la mbele, geti la pili ndio huku kwenye banda la mbuzi. Kwa hiyo nilipoingia kwenye banda la mbuzi, kwa kweli yani kabla sijakaa nilistukia nimepigwa nakozi moja, ngumi, na ambayo ilikuwa nzito sana. Ile ngumi nilipopigwa nikawa tayari nimeshapata jibu. Wakati huo mwenzangu ambaye nilimkabidhi maandazi nilimuona alikuwa yuko chini pale. Lakini hivyo vile pia kwa kweli ilisikitisha sana, kwa sababu jamaa walikuwa wengi na walikuwa hawaelewi. Alafu vile ukiangalia mimi nilikuwa sio homeboy, hata kama nikiwa homeboy, lakini makosa kufanya hivyo. Kwa nini ukaibe sufuria ya mtu? Kwa sababu gani? Lakini yote sababu tunakuja kugundua kwamba ni driving force ya madawa ya kulevya. Na ndio maana huyu bwana Babu Seif anaandaa kipindi hiki kwa ajili ya fundisho, na fundisho linapitia kwangu, linapitia kwa nyinyi yote ambao vile mnaotumia madawa ya kulevya. Yaani mimi ndugu yenu alionikuta, kwa kweli sitamani tena kurudi nyuma. Kwa hiyo pale kilichonikuta bwana ni kichapo tu. Unajua kichapo? Yaani kwa kweli chamba mwitu. Yaani ile nimepigwa, nimegaragazwa. Baba kulichimbika. Unajua kuchimbika? Kulichimbika baba. Yaani maana siku hiyo bwana, kusema kweli Steven Siga nimechezea kipondo. Unajua kipondo kile cha kufa mtu. Pigwa mpaka kumechimbika chini. Garagaza. Hatari vibaya sana. Unaona Israeli huyu anakuja. Bwana Israeli huyu anakuja baba, mix hadi nimejifanya nimezimia kwanza. Sasa bila kujifanya kuzimia wale walikuwa wananiua kweli. Na hapo wakati nimejifanya nimezimia, sasa ndio kidogo ile watu wamepoa. Lakini kichapo cha mbwa mwitu, yani mwanzo mwisho. Bwana nilichapwa wewe Babu Seif. Nilichapwa niligombaniwa sana. Sasa wakati mimi nilipotoa maelezo. Jamani, mvua inapiga mvua kali, tutaendelea inshallah. Usisahau kusubscribe pia channel yetu Baba_Seif. Hapa kuna mvua hatari. Yaani mvua hapa inadondoka, afu utamu ndio ulikuwa unakolea. Yaani kama ofisi yetu inavyoitwa Utamu Kolea. Kwa hiyo jamani, tuieni lazi. Mvua ikiisha inshallah tunaweza tukaendelea na kipindi chetu. Kama kawaida. Saluti ya. Bwana sauti inasikika.